Sakata la kupotea kwa Humphrey Polepole limeanza kushika taswira mpya na linaonekana sasa linaenda kufika sehemu nzuri. Ni kwa nini nasema hivi? Kwa sababu tunaona kwamba sakata hili limeanza kuhusishwa na matukio ambayo yaliweza kutokea tarehe 29, utekaji uliotokea au ulikuwa unatokea kabla ya tarehe 29, alafu wakaja kufanya wakarelate au wakafananisha ripoti iliyotoka ya Jaji Chande na lile jopo lake na hii tume mpya iliyoundwa. Hii inaitwa tume ya kuchunguza matukio ya jinai yaliyotokea tarehe 29 na siku zilizofuata. Sasa mambo mengi yameweza kuzungumziwa katika jambo hili, hususani ameweza kuhusishwa sana Humphrey Polepole katika jambo hili. Sasa tutaenda tujue moja kwa moja ili uweze kujua ni kwa nini tunasema kwamba sakata la Humphrey Polepole limefika pazuri na mtetezi wake ameweza kutuma ujumbe huu mzito juu ya tuhuma hizi. Sasa ni tuhuma gani? Kaa nami hapa usikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho uweze kujua ni yapi ambayo huyu mtetezi wa Humphrey Polepole ameweza kulituma au ameweza kutuma ujumbe gani. Baraza la uongozi la chama cha wanasheria nchini Tanzania, yani Tanganyika Law Society TLS, chini ya uongozi wa mwenyekiti wake wakili Boniface Mwabukusi, imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu namna tume ya kuchunguza matukio ya ghasia ya Oktoba 29 mwaka 2025 inavyoshughulikia kisa hicho. Mwabukusi amesisitiza kuwa moja ya changamoto kubwa ni kutokuwa na maelezo yanayothibitisha kuhusu masuala nyeti ikiwemo utekaji, upotevu wa watu, akitolea mfano Humphrey Polepole na mauaji, lakini badala yake tume imekuwa ikitegemea taarifa za vyombo vya dola bila kufanya uchunguzi huru. Sasa hapa bwana Mwabukusi anataka atufanulie au atufumbue macho kwa kutuambia kwamba vyombo hivyo vinavyotumiwa kufanya mauaji hayo, vinavyotumiwa kufanya utekaji huo, alafu tume hiyo iliyopewa kazi ya kuchunguza matukio na ghasia ya Oktoba 29, kwa sababu tume ya Jaji Chande tumeshaona ilifanya uchunguzi ikamaliza. Rais Samia Suluhu Hassan akaunda tume nyingine ya kwenda kuchunguza mauaji, wahusika wa ghasia hizo, waliokuwa nyuma ya ghasia hizo ni wakina nani. Lakini hapa Boniface Mwabukusi anakuambia kwamba tume hii inategemea sana taarifa kutoka kwa vyombo vya dola ambavyo vyenyewe ndio vinatuhumiwa kufanya utekaji huo, kufanya mauaji hayo na kufanya mauaji yaliweza kutokea katika maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa Mwabukusi yeye anasema kwamba Mwabukusi amesisitiza kuwa moja ya changamoto kubwa ni kutokuwa na maelezo yanayothibitisha kuhusu masuala nyeti ikiwemo utekaji, upotevu wa watu, na ambapo aliweza kutolea mifano Humphrey Polepole. Lakini akizungumza na waandishi wa habari makao makuu jijini Dar es Salaam au makao makuu ya TLS pale jijini Dar es Salaam mnamo Mei 11 mwaka 2026, Mwabukusi alisema maneno haya kwamba moja ya jambo hili ni kusema kwamba watu wamekufa, wapo mochwari alafu wakapotea. Tuliweza kuona video mbalimbali katika mitandao ya kijamii baada ya mauaji yale ya Oktoba 29. Kuna video mbalimbali zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha miili mingi ikiwa imelala pale mochwari. Sasa tuliweza kuona video ya mochwari ya pale Mwananyamala ambapo ulikuwa ukipitia comment, ulikuwa unaona watu wanasema kwamba nimemwona ndugu yangu pale amekufa, nimemwona nani pale amekufa, nimemwona mtu fulani pale amekufa, lakini ghafla zile maiti zikapotea pale mochwari. Ndugu zao hawakupata mili ya ndugu zao waliokuwa wamekufa,
Sasa hili ndilo changamoto anaweza kulizungumzia hapa Bwana Boniface Mwabukusi, kwamba watu hao walipoteaje na kati walionekana wapo mochwari. Lakini akasema kwamba tume inaishia hapo bila kuweza kufafanua au kwenda zaidi kutuambia ni nini kilijiri, ni nini kifanyike, walitowekaje mochwari, nani alikuwepo mochwari. Hili ni eneo ambalo lilitakiwa lipewe majibu, kwani kuna Watanzania ambao kufuatia ndugu zao kuuawa, kuonekana mochwari na baadaye kupotea, bado hawajapata haki ya kuwastiri ndugu zao kwa heshima. Boniface Mwabukusi akawa ameishia hapo, lakini akaendelea kwa kusema kwamba au kwa kusisitiza kuwa swala la utekaji na kupotea kwa watu linahitaji uchunguzi wa kina na majibu yaliyo wazi. Akatolea mfano yale ambayo yalisemwa kwenye ile ripoti ya Jaji Chande kwamba kuna watu ambao wanapotea kwa sababu ya mapenzi, sababu binafsi. Walizungumzia vitu vingi katika ripoti ile, lakini yeye Mwabukusi anasema kwamba huwezi kusema watu wanatekwa kimapenzi au kwa sababu za kibinafsi. Akamtolea mfano Humphrey Polepole, akasema kwamba huwezi ukaeleza kwamba Humphrey Polepole ni mtu ambaye ameanza mapenzi ukubwani kiasi cha kwamba kudanganywa akafichwa chumbani hadi leo asimuone mama yake anayemtafuta. Yaani kwamba kwa sababu wanatuambia kwamba watu wengi wanaopotea au wanaotekwa au wanaouawa, anapotea, anatekwa, anakuta ameuawa. Ripoti ya Jaji Chande ilituambia kwamba watu hao wanapotea kwa sababu za kimapenzi, sababu za kibinafsi na sababu za kibiashara. Sasa mambo ni mengi na muda ni mchache. Bwana Boniface Mwabukusi anatuambia kwamba je, Humphrey Polepole alianza mapenzi ukubwani kwamba ateswe au atekwe kimapenzi, afungiwe chumbani kama yule diwani aliyefungiwa na Ashura wa Tabata mwezi mzima yupo ndani kafungiwa, kwamba Humphrey Polepole kaanza mapenzi ukubwani? Anaona mama yake anamtafuta, Watanzania wanalalamika, asijitokeze kwa kusema kwamba bwana mama, mimi nipo hai, mama mimi niko hapa. Tunaacha maswali mengi, au ripoti ya Jaji Chande inaacha maswali mengi kuhusiana na swala hili la utekaji, lakini Boniface Mwabukusi akatuambia hayo, lakini akuishia hapo. Pia akamzungumzia Mdude Nyagali, akasema kwamba ugomvi wa mapenzi yapi yalimfanya Mdude Nyagali apotee katika mazingira kama haya. Tunahitaji majibu ya kina na yenye utafiti. Mwisho wa kunukuu kile ambacho Boniface Mwabukusi ameweza kukisema. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ningependa niweze kukusomea baadhi ya maoni ya wadau hapa waliweza kuyatoa, alafu nitakuachia nafasi wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Boniface Mwabukusi na yale ambayo umeweza kuyasikia kuhusiana na tume ya Jaji Chande, tume hii ya kwenda kuchunguza wahusika. Utuambie ni kipi ambacho unacho kuhusiana na hayo yote ambayo umeweza kuyasikia. Lakini kabla hatuja kuacha, naomba kwanza nikusogezee maoni ya huyu mtu mmoja anajulikana kwa jina la Mohamed. Anasema kwamba tangu nikuwe na kujitambua, jambo lipi zuri lipi baya, sijawahi kusikia matukio makubwa Tanzania kama vile matukio ya mwaka 2025 hadi kufikia leo. Watu wanatekwa, mara kuuliwa. Yani tuseme kiufupi, amani ya Tanzania inashuka. Serikali tunawaomba mambo kama haya yaende kihaki na kisheria, pia kiutu, ili kuweza kuimarisha nchi yetu. Kusiwe na machafuko na mmonyoko wa tabia ya nchi. Huyo ni Mohamed akawa amemaliza. Lakini tukija hapa kwa Huseni anasema kwamba mijitu mingine yasiyojielewa
unakuta yanatetea uhalifu kama huu unaofanywa na unafahamika. Wapo watekaji waliojisahau kuwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wameweka wazi kabisa kuwa ni wanadola wenyewe, lakini mtu akigusia swala hili anakuwa ni adui na astahili kuishi. Hivi ni nani atakayeishi milele hapa duniani? Huyo ni Hussein Marabam.